Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na uhaba mkubwa sana wa maji Dar es Salaam kwa kipindi kirefu sana, lakini bili zinakuja kama kawaida. Shida ni nini? Kalifanyie kazi. Mimi niende moja kwa moja kwenye swali. Naitwa Deo Kaji Makomba. Natoka Radio Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Kumekuwa na shida ya maji katika jiji la Dar es Salaam katika siku za hivi karibuni, na juhudi zimeonekana mmeendelea nazo na maji yanapatikana, lakini shida kubwa ilikuwa ni kama ulivyosema, mabadiliko ya tabia ya nchi na uchafuzi wa mazingira unaofanywa na binadamu. Tuachane na hayo, lakini shida ya maji imekuwepo Dar es Salaam. Wakati huo huo bili ya maji ikiwa inakuja, ingawa tayari umeshazungumza kwamba prepaid itakuwa ni mwarobaini. Spika wa Bunge amezungumza asubuhi ya leo kwa nini bili za maji zimekuwa zikipelekwa kwa watu pale Dar es Salaam ili hali kulikuwa kuna shida ya maji, na akatoa agizo kwamba nini sababu, lifanyieni kazi. Pengine tuambieni umma sasa, mko hapa mbele ya waandishi wa habari, sababu ilikuwa ni ipi katika siku za hivi karibuni bili ya maji kuweza kuongezewa ili hali wananchi walikuwa wapati huduma? Mheshimiwa Waziri Aweso, asante sana. Kwanza niwashukuru sana ndugu zangu wanahabari kwa maswali. Labda nianze na swali la upotevu wa maji. Hii kwetu ni vita kama Wizara ya Maji, na upotevu unasababishwa na mambo mbalimbali. Moja, wakati mwingine maeneo ambapo kama kuna uchakavu wa miundombinu, lakini eneo lingine ni wizi. Niliwahi kufanya ziara eneo fulani, kawa namuuliza mhandisi wa maji, kwa maana mkurugenzi wa maji, hali ya upotevu wa maji hapa ni asilimia ngapi? Akanambia asilimia 40. Nikamwambia unajua maana asilimia 40? Kama upotevu ni asilimia 40, hebu naomba sasa leo tutoke ukanionyeshe, kwa sababu asilimia 40 ya upotevu wa maji, kama unazalisha asilimia 100 alafu 40 unapoteza, maana yake kungekuwa na mabwawa makubwa ya samaki. Sasa Wizara ya Mifugo, kwa maana ya Wizara ya Uvuvi, hii ingekuwa kwao ni fursa. Lakini ukweli ni kwamba kuna wizi mkubwa wa maji. Mimi nililala hiyo siku, nikamwambia nataka tufanye kazi nikuonyeshe. Tukaenda kwenye kiwanda fulani. Tulivyofika pale nikamwambia naomba tukague namna mnavyopata hii huduma. Nilipofika pale yule mtendaji akakimbia kule store. Nikamfuata kule. Nikamwambia bwana, tunakuhitaji. Hapa nyinyi mnalipaje? Naomba mita yenu nikaisome. Hawana hata mita. Maana yake ile mamlaka inashirikiana ama watumishi ambao sio waaminifu, kwamba watu wanatumia maji kiholela. Wameenda bomba kubwa, maji yanatumika, lakini hawana. Sasa yule bwana akanambia, nikamwambia sasa mbona hapa hamna mita? Anaambia kamata hii nyeusi. Namwambia nakamata nyeusi na wewe nyeupe pia nakamata. Huu ni uzembe kwenye utendaji. Ndio maana nimezungumza, tumepata awamu ya pili ya utendaji wa kazi, tunafanya tathmini. Huyu tunamweka hapa atatuvusha? Kwa sababu tunapozungumzia swala la upotevu wa maji, tuweke upotevu wa maji kama fedha. Maji umeyatibu, maji umeyapampu, manake zimetumika fedha nyingi, zimetumika. Sasa kama hizi zinapotea, unafidia wapi? Maana yake utambambikizia tu mwananchi bili ya maji. Eneo la pili, kwamba kama nilivyoeleza, Wizara ya Maji na watendaji wakubali kubadilika. Dunia imebadilika. Teknolojia, private sector zitumike kufanya mageuzi ndani ya sekta ya maji. Teknolojia zipo, na uzuri tuna chuo chetu cha maji, tumeipa hii task kuja na mifumo ambayo itaweza kusaidia Wizara ya Maji kuondokana na hizi changamoto. Wizara ya Maji kupitia chuo cha maji tumekianzisha mahususi, moja kuzalisha wataalamu, lakini la pili kufanya utafiti kutokana na changamoto tunazozipata wizara yetu ya maji. Kwa hiyo amekuja na mfumo ambao una detect, inakuambia wewe mkurugenzi wa maji kwamba eneo fulani kuna upotevu, kwa hiyo litakurahisisha wewe kwenda. Lakini eneo la tatu ni ushirikishwaji tu. Leo tuna wenye vitu wa mitaa,
tuna watendaji wa mitaa, tuna vijana wa bodaboda na wananchi wa kawaida wanapotoa taarifa, na mifumo ipo ambayo tumeweka, ndio mkakati wa wizara na uelekeo. Mifumo itoe taarifa na watu wa kufanya response ya kwenda, sio kwamba waziri akituma taarifa mnachukua hatua haraka au naibu waziri. Sasa hivi tumewekea mfumo na tumeshaanza DAWASA. Mwananchi ana tatizo, tumeweka namba rahisi, inamtumia meneja pale, labda Kibamba, amekaa baada ya muda mfupi hajalishughulikia tatizo, inakwenda moja kwa moja kwa CEO. CEO haijashughulikia, itakuja kwetu, tutauliza kwa nini hii swala hamjachukulia, ili tuende katika taifa letu ifikie hatua watu tuchukuliane hatua. Kwa hiyo tutachukuliana hatua, lakini teknolojia, private sector zitumike kwa ajili ya kufanya mageuzi ndani ya sekta yetu ya maji. Jambo la pili lilikuwa limezungumzwa issue ya Dar es Salaam. Swala la maji ambalo limeambatana na Brazza. Dar es Salaam kipindi cha nyuma, kama mtakuwa mnakumbuka, bunge lilikuwa linahairishwa kujadili changamoto ya maji katika jiji la Dar es Salaam. Takumbuka kipindi kile waziri wa maji alikuwa Mheshimiwa Magembe. Bunge zima linahairishwa au linakaa kama kamati kujadili changamoto ya maji Dar es Salaam. Serikali imefanya maamuzi, imefanya uwekezaji mkubwa, mtambo wa Ruvu Juu na mtambo wa Ruvu Chini. Mahitaji ya maji katika jiji la Dar es Salaam kwa sasa ni lita milioni 572. Mitambo yetu ina uwezo wa kuzalisha lita ya maji zaidi ya bilioni 500 na milioni 500 na. Kwa hiyo tuna upungufu mdogo tu, lakini hii ni kutokana na ongezeko la watu. Kwa hiyo heka ambayo tulioipata ile ni kwa sababu mambo yako wazi kabisa kwamba mto ulikuwa umepungua kina, na tulienda na wanahabari wameona hali, ndio maana ile hali uioni sasa hivi. Ni kipindi cha mpito, lakini yale yawe mafunzo, isije katengezeka tabia kwamba kila mwezi wa 10 kwamba wananchi wa Dar es Salaam wahahe. Ndio maana tumefanya maamuzi kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumejenga mradi wa Kigamboni na tunakwenda phase 2. Pale tuna visima vina maji mengi, kwamba tujenge mradi wa dharura, kuwe na backup ambayo itaweza kusaidia mto Ruvu, kwamba mto Ruvu ukipungua kina, manake tunatumia maji chini ya ardhi ya Kigamboni, ambao pia ametusaidia katika kipindi hichi. Lakini kuondokana na hii changamoto, unapojua wakati mwingine unapotokea changamoto kunakuwa na maoni na ushauri mwingi. Tumepokea maoni, tumepokea ushauri kwa kipindi kile ambacho tulipoipata crisis. Wengi walisema bwana, nini hamtumii bahari? Lakini ukweli wa mambo, nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Maji yanapotea tu baharini. Lazima tuvune maji. Ndio maana mkakati wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, badala tu maji yaingie baharini afu ndio utumie fedha nyingi kuyabadili yawe maji ya kawaida, tunayavuna huku. Tunajenga bwawa kubwa la Kidunda na lipo katika hatua zaidi ya 40%. Mwezi wa 12 bwawa lile linatakiwa likamilike. Kwa hiyo Wizara ya Maji tutaweka nguvu kuhakikisha mradi ule unakamilika na una uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 190. Ni maji mengi ambayo kipindi cha kiangazi yatatumika kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji. Nilitoa maelekezo mahususi kwa DAWASA. Tulipitia changamoto, wananchi hawakupata maji ile kawaida. Itashangaza sana unamwambia mwananchi alipe labda 300,000, 500,000 kama vile na kiwanda. Haiwezekani. Na wananchi naye afahamu sio kipindi chote katika siku 30 siku zote alikosa maji. Kuna kipindi na maana alipata siku 5, ndio maana maji yale yaliyokuwepo yaligaiwa kwa usawa. Tuseme leo apate au akose, lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma, ila uonekane ule uhalisia. Na nimuelekeze kwa mara nyingine, sio wa DAWASA, mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa. Yapo baadhi ya maeneo, eneo la Kibamba lilipata changamoto, maeneo ambayo yanategemea Ruvu Chini, maeneo ya Bunju, maeneo ya Kunduchi, maeneo ya Mwenge, na maeneo mengine ya Ubungo, watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe radhi pia wana Dar es Salaam. Sisi jukumu letu ni kutoa huduma. Tumetoa huduma kwa kipindi chote na hakukuwa na ikeka. Kile ni kipindi cha mapito. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumewapata, lakini hili jambo Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakabiliana nao. Ndio maana tunaenda phase 2 Kigamboni, tunakamilisha mradi wa Kidunda, lakini sasa tunatoa maji ya mto Rufiji yanakuja katika jiji la Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na maji ya uhakika katika jiji la Dar es Salaam.